Habari za muda huu, ndugu mfuatiliaji wa michezo na burudani, tukukaribishe tena na tena kwenye viunga vya sports, burudani zake pamoja na yote ambayo yamekuwa yakijiri. Jambo la msingi ni kuweza kukaa nasi hapa kuweza kujadili na kuzungumzia soka la nyumbani kwa ujumla, maendeleo na yote ambayo yamekuwa yakizungumzwa huko kwenye mijadala mikubwa, wachambuzi pamoja na mitandaoni. Sasa mimi nikuambie kwamba ili usipitwe na habari motomoto na za michezo za kila siku kama hii ya leo, hakikisha kwanza umejiunga nasi kwa kubofya alama nyekundu hapo chini iliyoandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo, moja kwa moja utakuwa tayari umejiunga nasi na hautopitwa na habari za burudani zenye kujaa msisimko pamoja na hamasa ya kutosha. Sasa inafahamika kwamba klabu ya Young Africans hivi sasa inafanya vizuri kweli kweli, licha ya changamoto ndogo ndogo na makosa ambayo huwa yanajitokeza. Mashabiki huwa wanatoa lawama kweli, lakini kwa ujumla tukiweka zile statistics za kweli ni kwamba Yanga wanafanya vizuri. Sasa jambo ambalo limeingia kwenye headlines, vichwa vya habari vingi, ni mara baada ya kocha mkuu wa Pyramids kuweza kuongelea kuhusiana na klabu ya Yanga. Jambo hili bwana limezua gumzo huko mitandaoni. Mashabiki wengi wamebaki midomo wazi, asilimia kubwa wameshangazwa imekuwaje na ni kwa nini, lakini wengine wamechukulia hii kama sehemu muhimu sana na sehemu iliyokuwa positive, sababu mpaka kuona klabu ya Yanga linazungumziwa na timu kubwa ambazo pia zina ushindani hapa barani Afrika na nje. Hii ni ishara ya kwamba bado kunahitajika nguvu endelee kuongezwa zaidi, kwa sababu mpaka kuona timu inazungumziwa basi ujue kuna hatua inazipiga, kuna hatua kubwa tayari imekwisha zifikia. Sasa kinachopaswa tu na majukumu ya viongozi na klabu ya Yanga ni kuendeleza pale ambapo wanaona panatakiwa pawekewe mkazo zaidi. Yote ni katika kuongeza CV pamoja na kuifanya timu iongezeke kuwa kubwa na iweke heshima ya kutosha. Sasa kile ambacho amekizungumza kocha wa Pyramids, amesema ya kwamba Yanga ni miongoni mwa virabu vya soka ambavyo amekuwa akivitazamia sana kwa muda mrefu, na amekuwa akiona jambo ambalo limefanya Yanga waendelee kuchukua ubingwa mfululizo kwenye misimu hii kadhaa iliyopita ni kutokana na strengths pamoja na mshikamano wa wachezaji, na hii yote inatokana na maelekezo na wachezaji kuheshimu mbinu za walimu husika. Sasa jambo hili pia kiukweli ukilitazamia kiuchambuzi zaidi, kocha wa Pyramids yuko sahihi kabisa, kwa sababu ili klabu ifanye vizuri ni lazima kuwe na uongozi imara pamoja na misingi na mikakati iliyokuwa madhubuti katika kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri. Sasa hiki ambacho amekizungumzia kocha wa Pyramid kina usahihi wa asilimia zote. Lakini pia jambo lingine na pointi ya msingi ambayo ameweza kuizungumzia ni swala zima la uchaguzi ama upembuzi na usajili bora. Yaani Yanga msimu huu wamejitahidi sana katika kusajili wale wachezaji ambao wako pale klabuni Yanga, ambao wana perform vizuri. Wote ni wametokana na matokeo bora ya wachaguaji katika timu. Yaani viongozi wamekaa chini wakatengeneza vikosi vilivyokuwa bora kwa mipango na mikakati yenye nguvu na kueleweka. Na ndio maana Yanga ina perform, kwa sababu kinachoenda kuperform vyema kwenye timu fulani ni wachezaji wanaopatikana katika klabu hiyo. So yeye kocha wa Pyramid amekoshwa zaidi na amefurahi namna ambavyo vikosi vya timu mbalimbali Afrika vimekuwa vikiundwa. Mojawapo ya kikosi ambacho amekuwa akikitazamia na kimekuwa kikimfurahisha na akiona maono ya mbali zaidi kwa klabu ya Yanga kutokana na wachezaji ambao wamekuwa nao kwa muda mrefu, lakini wengine wapya ambao wamekuwa wakiongeza kama stock ya timu. Lakini pia ikumbukwe Yanga sasa hivi kuna timu ya vijana ambayo pia ina mwelekeo na maono ya juu.